utaongea vizuri sana Ivan. Tuzungumzie kuhusiana na utofauti wa kiwango cha wachezaji wakiwa katika klabu zao, lakini pia kuna tofauti gani wakija katika timu ya Taifa Stars akishavaa jezi ile ya Utofauti upo. Utofauti upo, na unajua kwenye club kuna mazingira mengi ambayo yanakufanya wewe bora au usiwe bora, na kwenye national team pia the same. Unajua approach inayotumika kwenye timu nyingi za taifa ni tofauti na inayotumika kwenye vilabu, kwa sababu kwenye vilabu watu wanakaa muda mrefu sana. Tunazungumza msimu mmoja unacheza almost michezo 30, ukichanganya na mashindano mengine, ikitokea unacheza CAF Confederation, unacheza Champions League, unacheza FA, una michezo mingi ya kucheza. Lakini nazungumza national team ni kambi ambayo hata mwezi mmoja haifiki kuelekea kwenye mashindano, kuelekea kwenye mechi, hata mwezi mmoja haifiki. Kwa hiyo kutengeneza hiyo balance ya hao wachezaji kidogo ina take time. Kwa hiyo ni swala la kuwa wavumilivu. Ndio maana ukiangalia timu nyingi duniani squad yao ya timu ya taifa wakiwa wanaenda kwenye mashindano serious haibadiliki. Waangalie national team ya Uingereza waliocheza World Cup 2018, sehemu kubwa ya watu bado wako kwenye timu ambayo imetoka kushiriki mashindano ya kombe la dunia 2022. Sehemu kubwa ile timu bado iko pale pale, ni kwa sababu wanajua ugumu wa kutengeneza hiyo chemistry ya wachezaji kwenye national team, kwa sababu kila mtu anatoka kwenye klabu yake. Klabu ina utamaduni wa kwake tofauti, kuna approach tofauti za kushinda michezo. Kwa hiyo tukija hapa tunachukua ubora wako, hatuchukui klabu yako ilikuwa inafanya nini wewe uwe bora. Ule ubora ambao unaonyesha kule tunauleta hapa. Je, unaweza kukop na mazingira aliyoko hapa tuendelee kupata ubora wako? Kwa ni changamoto nyingine. Kwa kwangu mimi naamini hii ni inatokana tu na watu kubadili mazingira na kucheza na watu ambao hujacheza nao kwa muda mrefu. Ikitokea unapata wachezaji ambao uko nao kwa muda mrefu kwenye timu yako, inakuwa ni faida. Uangalie Spain ya 2010 kwenye kombe la dunia South Africa. Eneo kubwa la wachezaji wa national team ya Spain walikuwa wanacheza FC Barcelona. Kwa hiyo ile namna ya wao kuzoeana toka kwenye club. Yes, national team ina utamaduni na una utaratibu wake wa kucheza, lakini kuna vitu vingi tunaweza kuvitoa kule kuvileta huko, kwa sababu lengo ni moja, ni kushinda mchezo wa mpira wa miguu. Tunawezaje kushinda? Mimi najua ubora wa Iniesta kwa wapi, Iniesta anajua ubora wa Xavi, Xavi anajua ubora wa Sergio Busquets, Pique anajua ubora wa Sergio Busquets, ni nini anahitaji kufanya ili afanikiwe. Kwa hiyo kuna vitu vingi viko hapa katikati, ukivichanganya vinakupa timu nzuri. Kwa hiyo mimi naamini hiki ambacho tunaendelea nacho kwenye timu yetu ya taifa, kama timu yetu itakuwa ni hii, kutakuwa kuna maingizo mapya, sio kwa asilimia kubwa, inaweza kutuwekea msingi ambao utakuwa na timu bora, inaweza compete dhidi ya mtu yeyote. Watazame Kongo ambao tumecheza nao miaka nenda rudi, sehemu kubwa ya timu yao ni hii. Hawa kina Charles Mbemba utawakuta maingizo mapya ni machache. Wewe imagine mtu kama Seth Chibakambu bado unamwona national team, ni kwa sababu tayari hiyo timu iko hapo. Walikuwa kina Mbokani wameondoka, tumeona ingizo wa mtu kama Fiston Mayele kwenye timu. Kwa hiyo naamini hata sisi mabadiliko sio kitu kibaya, ila tusibadilishe kwenye ukubwa huo. Inafikia hatua nusu ya timu ni wapya au robo tatu ya timu ni watu wapya, inakuwa kama vile tunafanya ujenzi wa timu kila inapoitwa leo. Kikubwa tuwe na hii standard ya watu ambao tunaamini yes, hii ndo backbone yetu, inaweza kutupeleka kwenye mashindano, inaweza kupeleka kwenye kitu chochote kile. Tukihitaji national team ni hii hapa. Tunaamini kabisa goalkeeper wetu ni huyu, goalkeeper namba 2, namba 3 ni huyu. Simaanishi kwamba watu wengine wasipate nafasi ya kucheza, kwa sababu national team ni ya kila mtu. Hii sio timu ya mtu mmoja wala sio timu ya familia, hii ni timu ya watu wote ambao ni wa Tanzania, na yeyote ambaye anapenda mpira anaweza kuwa shabiki wa national team ya Taifa Stars. Kwa hiyo kuna namna pia kutengeneza tu mazingira ya kuwa na timu yenye ushindani. Kuna vitu tukivizingatia na mimi itatufikisha huko. Sawa, tuzungumzie kuhusiana na Taifa Stars. Je, inahitaji nini? Kocha wa kiwango cha juu, ama uwekezaji wa miundombinu, ama nidhamu ya wachezaji? Naamini Taifa Stars inahitaji uwekezaji. Na maanisha uwekezaji kwenye eneo gani? Tukianza kwenye vilabu, kwa sababu national team imiliki mchezaji. Wachezaji wote ni wachezaji wa vilabu. Vilabu vinatengeneza mazingira gani kuleta wachezaji kuwa kwenye level kubwa ya kiushindani? Tumeona kwenye mechi dhidi ya Nigeria. Ukiangalia kuna baadhi ya battles wanatuwini ni kwa sababu ya mazingira ambayo hawa watu wamekulia, ligi wanazozicheza zinawatengeneza wao kuwa na huo utimamu wa mwili, utimamu wa kiakili. Ni kutokana pia na nature ya ligi wanazozicheza, zinawatengeneza kwenye mazingira ya ushindani. Kwa hiyo hata sisi kwenye ligi zetu tunaweza kutengeneza hivyo vitu. Tunaweza kutengeneza ligi bora, tunaweza kutengeneza misingi bora ya watoto wanaokuwa kwa ajili ya kuja kucheza mpira, kwa sababu sio kwenye club tu. Tunakuhitaji kuja kucheza national team.
Unakuja kucheza national team kama wewe mazingira yako tu ya ukuaji wa mpira hayajafuata njia sahihi za mpira, mwisho wa siku utakuwa unakuja kulaumiana tu. Lakini angalia mataifa ya watu wengine, angalia taifa kama Morocco. Timu yao ya taifa iliyoshinda CHAN hapa ina watu wangapi ambao wako Morocco leo wanacheza mashindano? Wachache. Twende kwenye under 23 ambao wamekuwa mabingwa wa dunia, ina watu wangapi pale? Wachache. Kwa hiyo unaona ni watu ambao kwenye misingi ya mpira walikuwa na kila kitu, zile basics zote za football ziko pale, academy ziko mule zinazalisha wachezaji. Tunazungumza leo unahitaji Morocco inaenda kuchukua wachezaji Europe, lakini ndani na wachezaji ambao wanaweza compete na mtu yoyote na bado wakawini. Tumeona kwenye CHAN wachezaji wanaocheza ligi ya ndani wao wamekuwa bora kuliko watu wengine. Ni kwa sababu pia ligi yao inazalisha watu bora, ligi yao ina ushindani wenye level ambayo unaweza compete mahali popote. Tunazungumza kwenye level ya vijana, tumeona wamekuwa mabingwa wa dunia. Kuna nyakati waliwahi kuwa mabingwa wa kombe la Afrika kwa vijana, kwa upande wa wanawake the same. Yani ni taifa ambalo lina vitu vingi ambavyo ni bora. Kwa hiyo hata sisi kama Tanzania tunaweza kuiga mfano. Kuiga vitu vizuri sio dhambi, kwa sababu tunahitaji mafanikio pia. Sisi tunahitaji national team yetu na sisi izungumzwe kwenye mataifa ambayo yanafanya vizuri duniani, yanafanya vizuri barani Afrika. Sio tunakaa hapa tunasema ligi yetu nafasi ya 5, lakini hiyo nafasi ya 5 haishabihiane na kile ambacho tunakipata kwenye ligi yetu. Kwa hiyo mimi naamini kile ambacho tunakizungumza ligi yetu ni ya 5 barani Afrika, tuone ikiwa ina reflect na national team yetu kwamba tunaweza kucompete na mtu yoyote yule kwa sababu ya ubora wa ligi yetu. Watazame Morocco. Tunasema ligi yao ni bora Afrika, unaona national team yao. Tazama South Africa. Ligi yao ni bora, angalia national team yao. Tazama Misri. Tunasema ligi yao ni bora, angalia national team yao, sehemu kubwa ya wachezaji ni wanacheza nyumbani. Kwa hiyo yani hata sisi ambao tunawajinadi kwamba national team yetu, ligi yetu ni nafasi ya 5 barani Afrika, hebu ireflect sasa na kwenye national team. Tuone kweli kwamba hii ni ligi namba 5 barani Afrika. Ikija hata kwenye national team tunaona hiyo competition inapatikana, ukija kwenye mashindano watu wanaweza kubato kweli kweli, lakini sisi inakuwa tofauti. Yani tukienda kwenye mashindano sisi tunakuwa kama wageni tu. Kwa hiyo mimi naamini uwekezaji kwenye mpira wa vijana ni kitu cha msingi sana. Uwekezaji kwenye ligi zetu, namna ambavyo tunaweza kuwa na uongozi thabiti, kwa sababu vitu vyote hivi kama uongozi sio thabiti hatuwezi kufanikiwa. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kwenye njia hiyo inaweza kutuondoa hapa tulipo. Kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Tunisia, unadhani tutaenda kuwakabili vipi Tunisia ambao walicheza na Nigeria wametoka mabao mawili kwa matatu? Yeah. Utakuwa ni mchezo wa namna gani kwa upande wetu wa timu ya taifa? Ni mechi ngumu kwetu. Yaani kucompete na Tunisia ni changamoto. Tukicheza kama tulivyocheza na Uganda ni dhahama na udhalilishaji utakuwa hapo, kwa sababu ukicheza open game dhidi ya Tunisia tutafungwa goli nyingi sana. Lakini tukiwa tunawaheshimu, uliona kilichokuta Uganda. Yaani ukijichanganya zile goli za Uganda zinawezekana ni chache. Kwa hiyo mimi naamini kikubwa nidhamu kwanza ya mchezo, na tuna mwalimu ambaye anajua hilo. Kucheza kwenye mechi ambazo zina pressure kubwa, tunatakiwa kuwa na utulivu kiasi gani. Selection gani ya timu kutokana na watu tunaenda kucheza nao. Anajua hilo, na ndio maana ukiangalia mechi ya Nigeria tumeona performance ilikuwa vile. Angalia mechi dhidi ya Uganda second half, performance ilikuwa hapo. Kwa hiyo naamini tuna mwalimu ambaye anaweza kusoma hayo mazingira na anajua timu yake inahitaji nini kwa wakati huo. Kuna nyakati unaweza ukabadilisha namna timu yako inavyocheza, sio kwa kufanya mabadiliko kwa watu walioko nje kuingia, hata walioko ndani tu anza kwa kubadilisha picha yako ya mchezo. Kwa hiyo mimi naamini ni mechi ambayo tunatakiwa kumheshimu sana Tunisia, kwa sababu ametoka kufungwa na Nigeria na yeye anatafuta alama kwetu sisi ili aweze kuqualify. Kama ambavyo sisi tunatamani tupate alama, angalau tu set standard ambayo tumeipata kwenye AFCON iliyopita, tuanze AFCON inayofuata kuliko tukaondoka na alama ambazo tulizipata kwenye AFCON ya kwanza mwaka 80, kwa sababu AFCON iliyofuata ya 2019 hatukupata alama yoyote. 2021 tukashindwa kabisa kuqualify. 2023 ndio tumekuja kupata alama 2. Kwa hiyo kuna namna na sisi kuna kitu tunahitaji, lakini Tunisia wana uhitaji mkubwa zaidi kuliko sisi ambavyo tunafikiria. Kwa hiyo ni mechi ambayo naiona ni mechi ngumu. Je, kuna wachezaji ambao wakiingia uwanjani hawafanyi vizuri au ni wachezaji gani? Yaani anapata nafasi ya kuingia uwanjani kucheza kipindi cha kwanza, lakini hafanyi vizuri kama ambavyo watu walikuwa wakitegemea. Ni mazingira tu ya mchezo, itategemea tu mchezo unatupeleka vipi, kwa sababu hata walimu pia anaweza kama amekuja na game plan hii, lakini the way mchezo unavyoenda inabidi tu change game plan, kwa sababu akibaki kwenye plan hiyo hiyo ni mafuriko na dalili za kufungwa zinaanza kuongezeka. Kwa hiyo naamini inategemea tu na mchezo unavyokwenda. Unaweza ukatamani kumuona mtu kama Alphonse Mabula, performance ambayo ameiweka kwenye michezo yote miwili, kwenye mechi dhidi ya Tunisia inaweza ikawa bora zaidi hapo, lakini kando mechi ambayo ka perform chini ya kiwango kuliko mechi zingine zote ambazo amewahi kucheza,
unaweza ukategemea performance bora kutoka kwa Miroshi ikawa tofauti, kwa sababu pia siku zinatofautiana, huwezi kuperform kwenye level hiyo kila siku. Kwa hiyo kikubwa ni sisi kuangalia namna gani tunaweza kumkabili Tunisia, sio muda wa kwanza kuangalia ni nani akipewa nafasi atafanya bora zaidi. Yes, tunajua kuna watu wakiwepo ni faida, lakini haimaanishi kwamba watu wengine hawawezi kufanya. Kikubwa ni hiyo commitment tu. Ukiwa na commitment kila kitu kinaweza kutokea. Ni mechi ngumu. Yaani ni mechi ngumu sana, kwa sababu mimi kwenye kundi letu mechi ambazo mimi nilizitem ni mechi ngumu, ni mechi ya Uganda pamoja na Tunisia. Kwangu mimi ndo zilikuwa mechi ngumu, lakini mechi ya Nigeria nilikuwa naamini tunaweza kufanya kitu. Kwa hiyo tusubiri tuone. Yes. Kupata goli inawezekana, ila kuondoka na alama ni changamoto. Yaani mimi ukiniambia kuondoka na alama nitakuwa muongo. Sioni hiyo nafasi ya kuondoka na alama yoyote. Sioni hiyo nafasi, nitakuwa muongo. Lakini inawezekana kwa sababu ni mpira wa miguu.